Mimi nikiondoka kama unavyojua tunakutana nje. Sawa sawa. Hamna shida kaka. Basi karibu. Mapenzi yetu yamezimika, manyanya naumia sana. Sasa hatimaye Leila imekuwa ni siku yake ya furaha kweli kweli, kwa sababu moja kwa moja kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Mr. Manyanya ameweza kurejea na kwa sasa watakuwa pamoja. Yani hili ni balaa zito. Sasa kitu pekee ambacho hujui ni kwamba hapa ndio sehemu pekee ambapo Manyanya anakwenda kukamatwa sasa. Yani hapa ndio sehemu ambayo kiufupi kwa upande mzima wa Mr. Manyanya itakuwa ndio siku ya zile wanaita siku za mwizi ni 40. Basi hapa ndio siku zake za mwisho za Manyanya zinakwenda kupatikana. Kwa hivyo moja kwa moja hapa inakuwa ni balaa zito kinomanoma. Sasa ukijaribu kuangalia kwa mazingira hayo, kuna namna ambayo inakuwa ni tofauti zaidi, hasa kwa upande mzima wa jinsi mambo yanavyokwenda, lakini pia kuna mambo ambayo hayakuwa sawa, na huenda ukawa unajiuliza kwamba imekuwaje kwamba imekuwa ni muda mrefu sana kwa upande mzima wa tamthilia ya Dunia ilikuwa haijarushwa, muda wa takriban siku 7 ni zaidi zilikuwa zinaelekea kuweza kukamilika. Kwa hivyo huenda ukawa unajiuliza kwamba je, ni kipi hasa ambacho kilikuwa nyuma pazia, au ni jambo gani ambalo limeweza kupelekea swala hili liweze kuibuka moja kwa moja. Sasa wakati tukiendelea na hayo, basi nikualike nikwambie tu kwamba kuna sababu au vitu ambavyo vilikuwa haviko sawa, hasa kwa upande mzima wa waigizaji, kwa namna jinsi mambo yalivyokuwa yakienda. Kwa hivyo hii imeweza kupelekea moja kwa moja mambo yaweze kuwa tofauti kabisa na jinsi yalivyopangwa. Kwa hivyo imepelekea ichukue muda mrefu sana. Kuna baadhi ya waigizaji ambao walikuwa wanataka kuweza kuondoka kwenye tamthilia ya Dunia. Kwa hivyo imechukua muda mrefu sana jambo hili kuweza kuwekwa sawa. Ila kwa sasa hivi jambo liko sawa kabisa. Kwa hivyo kila kitu ambacho kinatakiwa kimeweza kufanywa. Kwa hivyo kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa mambo yatakuwa mazuri na kila kitu kitakuwa kikienda sawa kabisa. Kwa hivyo hii inakuwa ni moja kati ya kitu ambacho ni kizuri zaidi. Sasa ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, na hapa siku zote kama kawaida yetu huwa tunazungumza uchambuzi. Na kwa leo, siku ya leo, uchambuzi wa leo nitakufahamisha mambo ambayo yanakwenda kujira kampeni, nikikujuza ni kipi hasa ambacho kinatakiwa kuweza kufanyika ili kusudi mambo yaweze kwenda sawia kabisa. Lakini pia nitakufahamisha vitu vingi. Kwanza kabisa tukianza uchambuzi moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, na hapa ni sehemu pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina, lakini pia ni kujuza vitu vingi kweli kweli. Sasa mwanzo kabisa, kama tulivyoona tamthilia hii ilivyoanza, tuweza kuona kwamba Lamio alikuwa akitaka kuweza kusukuma kete, yani anataka kuweza kusukuma iweze kwenda moja kwa moja imfikie Mwamba mwenyewe. Sasa ilikuwa ni wakati mgumu sana. Sasa tukapata nafasi pia kuweza kumuona bidada Joa alikuwa akifanya usafi pale nyumbani na nini. Baadaye Mudimuzu akawa amekuja, lakini wakati Mudimuzu anakuja ni wakati ambao pia kwa pale mzima wa dada yake walikuwa wameshukisha kuzungumza, na kwa sababu alikuwa hamuelewi kwa mazingira hayo ni kipi hasa ambacho anachokiwaza kwa sasa. Yani kiufupi alikuwa ni kama vile kachanganyikiwa Joa huyu. Yani kuna vitu ambavyo alikuwa anaviwaza ambavyo kiufupi vilikuwa vinamchanganya sana. Kwa hivyo kutokana na hayo basi akapelekea moja kwa moja hali iweze kuwa tofauti kabisa. Kwa hivyo kuna namna ambayo imekuwa ni ya kitofauti, lakini pia kwa asilimia kubwa ujue mapenzi ni kitu ambacho kiufupi huwa kinaumiza sana, hasa pale ambapo unapojitoa kwa mtu alafu mwisho wa siku yeye asitambue thamani yake kwako. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa hii inaumiza sana, ukilinganisha kwamba ni kweli Joa alikuwa anampenda sana, ndio maana alikuwa akijitoa kwa kila hali, kwa kila namna, lakini kwa pande Mudimuzu, kwa pande wa huyu ambaye ni dada yake hakutakiwa kumpata kirahisi vile. Kwa hivyo moja kwa moja hili linakuwa ni balaa zito. Kajitahidi sana kumwambia Mudimuzu, na akamwambia vitu ambavyo kiufupi ukivifikiria vinakuwa vina point fulani hivi ambazo zinakuwa zina mata, yani zinakuwa zina maana katika jicho la kawaida. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa hapo ilibidi iweze kuwa hivyo, japo ndio hivyo imetokea, hakuna namna nyingine. Sasa wakati haya mambo ya kijini na mambo yakiendelea, basi ni kusiendelea kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Basi kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, alafu kisha nikwambie tu kwamba wakati haya najili
basi endelea kuenjoy. Sasa tukiachana hapo ni kwamba pia tumeweza kuona kwa wakati mwingine pia jambo lingine kabisa ambalo tumeweza kushuhudia. Ilikuwa ni mipango ambayo ilipoanza rasmi. Hapa ilikuwa ni issue zima ya huyo ambaye ni Leila. Leila moja kwa moja aliona kwamba hapo kuna trick anatakiwa aseme. Kwanza kabisa kiufupi ni kwamba kadanganya. Yaani kiufupi ni kwamba ameweza kudanganya kwamba kuna watu ambao walikuja pale, au kuna namna ambao amedanganya moja kwa moja ili kusudi kuweza kufanikisha lengo lake, maana kama asingefanya hivi basi hakuna ambacho angechambulia. Ndio maana kaamua kudanganya ili kusudi kama akidanganya basi kuna namna ambayo anaweza kawini huu mchezo au huu mchongo kawini, kwa sababu inakuwa hamna namna nyingine kulingana na mazingira ambayo yaliopo. Kifupi mpango ambao alikuwa amepanga Leila umeweza kutiki, na moja kwa moja jamaa kawina ameona ni vyema aweze kumuita Mr. Manyanya aweze kuja hapo ili kusudi waweze kujadiliana waone wanafanyaje ili kusudi kuweza kuhakikisha ulinzi unaimarishwa na unakuwa ni madhubuti kamili. Japo ni kibarua kizito na ni kazi kweli kweli, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, inabidi iweze kuwa hivyo. Sasa hapo ni balaa zito kinoma noma. Nikusi tu endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network, kitu msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Kabla sija kufahamisha ni kipi au ni mambo gani hasa ambayo anakwenda kujili, kwanza kabisa sasa kuna ile issue ya huyu ambaye ni Hawa kajichanganya sana. Ni bora angemwambia ukweli wote kwamba amelala au kafanya mapenzi. Kuna namna ambavyo angemwambia au akampigia Kiswahili fulani hivi ambacho kiufupi kingeweza kumuelewesha, yani angeweza kuelewa kwa namna moja au nyingine. Sasa hii inakuwa ni balaa zito kinomonoma, kwa sababu kwa mazingira hayo yanakuwa yanapelekea hali iweze kuwa tofauti, lakini pia hiki kinakuwa ni kitu ambacho kinakuwa sio fair. Sasa hapa hii itakuja kumletea shida sana kwa upande mzima wa ambaye ni Hawa, kwa sababu kuna namna ambayo inakuwa ni ya kitofauti zaidi, ambayo kiufupi inakuwa inaleta shida na inakuwa sio. Sasa tuje katika segment ya mwisho. Hapa Hawa kajichanganya, yani kuna namna ambapo wale wa jamaa watakuja wamuashie moto na mwisho siku hali itakuwa ndivyo sivyo. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Sasa tukija katika segment ya mwisho ya Mr. Manyanya, hapa ndipo ambapo kuna balaa zito. Kwanza kabisa hapo kwa upande wa Leila kafurahi sana. Pindi Mr. Manyanya atakapoondoka, pindi Kawini atakapoondoka, basi Leila atataka aweze kulala naye hapo kwa sababu kiufupi yani kamisi sana. Kwa hivyo katika hatua inayofuata atapata nafasi pia kuweza kuona hasa kilichojili. Sasa issue ni kwamba kwa sasa tamthilia hii itakuwa ikiruka mapema kabisa, kwa hivyo wasiwasi wote hamna shida, mambo yatakuwa ni shwari kabisa. Kwa changamoto iliyokuwa imejitokeza hiyo imeshakuwa solved, na kwa sasa mambo yatakuwa ni bomba kabisa. Tamthilia itakuwa ina bamba kinoma noma. Basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, basi tukutane muda na saa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message.
which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hapo kwa upande mzima wa Hawa amepatikana. Manake hapo kwa upande mzima wa Lamio mkeka moja kwa moja umeweza kutiki. Sauti ya mwisho inayosikika hapo ni sauti pekee kabisa ikizungumza ikisema kwamba nitakupa. Manake yale makubaliano ambayo kwa upande mzima wa Lamio pamoja na Hawa, Lamio alimwambia kwamba kama asipompatia kile kitu ambacho anakihitaji, basi moja kwa moja ataweza kuzivujisha video hizo. Kwa hivyo ndio kitu ambacho kimechoweza kutokea. Kwa hivyo kwa sasa tayari hatimaye mambo ni shwari, kila kitu kiko poa kabisa. Kinachofuata tu ni sasa waweze kupanga location, wapi waweze kukutana, kisha waweze kupeana. Kifupi ni kwamba kama una mke wako ambaye amekuwa unampenda sana na kuna vitu vingi huwa vinatokea sometime na nini, kwa hivyo kwenye maisha haya kuna siri nzito sana, na hii ndio dunia, hii ndio maana ya dunia. Basi kwa muda huu ni kualike moja kwa moja ni kwambie tu kwamba karibu, na hii ni Bongo Movie Network. Kicha msingi tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Basi kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii ambayo ni moja kati ya tamthilia bora kabisa na pendwa kabisa kwa sasa, bonyeza neno subscribe, alafu kisha ni kualike tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo tutakufahamisha vitu vingi sana, hususan ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri katika hatua inayofuata. Sasa moja kwa moja kwanza kabisa tukianza mwanzoni kabisa, ambapo tuliweza kuona kwa upande mzima wa Joa. Baada ya kushindikana pale zamani, basi Joa aliamua kwenda sasa kumdimuzu. Aliona sasa hapa maji yamenifika shingoni, ikabidi aweze kumuelezea uhalisia kwamba anampenda. Alimwambia ukweli wote, lakini Mudimuzu ndio hivyo tena kaamua sasa amwambie ndio hivyo tena. Sasa kitu pekee ambacho kijui ni kwamba huyu Joa huyu ndio alikuwa na mapenzi ya kweli. Ukiangalia tangu mwanzo alikuwa na huruma na yeye na nini. Kwa hivyo moja kwa moja huyu Joa ndio mwenye mapenzi ya kweli, lakini yule mwingine dada yake na Joa yule hana mapenzi yoyote, anachokitafuta tu ni vijana. Kumbuka ameshavuka level hizo hadi za kuwa na baba wakubwa. Kumbuka anaishi na baba mkubwa sana ambaye ni baba yake na huyu ambaye ni Violet. Kwa hivyo moja kwa moja ni kwambie tu kwamba huyu ambaye ni huyu ambaye tunamzungumzia, huyu ambaye ni Mudimuzu, kiukweli hapo kazi yanayo, hatoboi. Bora hata mkubali Joa kwa sababu Joa ni mtu mwenye mapenzi ya kweli. Lakini kama kule alikoenda kiufupi hakuna lolote, yani kule mambo sio mazuri kabisa. Mambo ni moto kwa kweli. Basi endelea kuenjoy na kufurahia kama nilivyokujuza. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kwa upande Mudimuzu moja kwa moja ameamua mwambie huyu Joa kwamba ana malengo makubwa na dada yake, kitu ambacho sio kabisa. Yani pale ni sawa kajichanganya, yani kwenye hao malengo sasa ndio balaa zito kabisa. Kuna malengo yote yale. Kwa hivyo hapo kwa asilimia kubwa ni kwamba kajichanganya na hakuna lolote lile ambalo atakalolipata, bali tu atajikuta akiingia kwenye majanga na matatizo ambayo kiufupi atakuja kujutia sana. Huo ndio ukweli uliopo. Kikubwa tu endelea kuwa na mimi, nitakufahamisha vitu vingi sana. Sasa wakati hao yakijili ni kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yamejili, lakini pia kubwa zaidi ambalo linaendelea kujili ni pamoja na swala zima la Violet pamoja na huyu ambaye ni Jordan. Violet pamoja na Jordan kwa sasa wamekuwa ni watu ambao wako tofauti kabisa kwa sasa. Kumbuka kila mtu ana malengo yake, lakini kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Jordan, yeye lengo lake kubwa aweze kumpata Violet. Lakini Violet yupo amefocus kwenye taarifa sahihi ambazo anapewa. Anahisi kile ambacho anachoambiwa ni cha ukweli, kwamba Eza Manyanya amefariki kweli, kitu ambacho sio kabisa. Kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa kuna mkanganyiko mkubwa sana ambao upo, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Manyanya. Kwa sasa hivi ni ukweli ni kwamba maisha yake sasa hivi hayaelewi kabisa kulingana na mazingira ambayo kwa jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Kumbuka ni kwamba kwa sasa Manyanya
hana kazi, tuseme hivyo kwa mfano, kwa sababu kama unavyojua kwa mara ya mwisho tuliweza kuona namna gani hasa ambavyo alivyo nani yule pale ambaye ni huyu ambaye ni Kawina aliamua kusema kwamba wanaelekea mjini. Kwa hivyo moja kwa moja kule walipoelekea, basi kilichotokea au kilichojili ndo hicho ambacho kwa sasa ndo hivyo tena, basi kwamba Manyanya hana kazi, japo kuna namna ambavyo inabidi iweze kuwa. Kwa Manyanya aliumizwa sana na tukio lile na yeye kuweza kufukuzwa kazi, sababu kumbuka ni kwamba kwa sasa kulikuwa kuna ukaribu fulani ambao tayari walikuwa wameshakwisha kutengeneza pamoja, ni kwa asilimia kubwa walikuwa wameshakwisha kuzama kwenye penzi la huyu ambaye ni Leila. Kwa hivyo kutokana na jinsi ambavyo walivyokuwa wameingia kwenye penzi, hii inaashiria wazi kwamba kutakuwa na ugumu sana mkubwa ambao kiufupi kusolve ni vigumu sana. Lakini ndio hivyo tena, Mr. Manyanya lazima aweze kufanya hivyo kwa sababu hana namna ya kufanya, na yote kwa yote ambayo yamejili, basi kwa asilimia kubwa inakuwa ni vigumu kinoma noma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia, makubwa zaidi yanakuja. Kitu cha msingi tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni Ishara ya Upendo. Basi kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, endelea kuenjoy. Sasa wakati hao wanajili, pia tumepata nafasi ya kuweza kuona ni namna gani hasa kwa sasa ambapo kwa asilimia kubwa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni huyu ambaye kama unavyojua ni Cindy kwa sasa anahangaika sana. Yani maisha anayoishi kwa sasa ni maisha ambayo kiufupi ukijaribu kuyafikiria yani hayaji akilini. Yani kuna namna ambavyo anahangaika sana, yani sijui hata atafanyaje. Tukiachana huko, pia tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kawina ameweza kuelekea hospitali na kuweza kumweleza daktari kwamba kwa sasa kuna namna ambavyo anahangaika sana, kitu ambacho kinampa wasiwasi mkubwa kwamba je, afanyeje kulingana na mazingira hayo. Kwa hivyo tuseme au tuashumu kwamba Kawina hali yake ni mbaya sana. Anasema ameshachoka, ameshakata tamaa. Mwaka wa pili sasa mke wake bado hajaishi naye. Sasa tuje katika segment ya mwisho kabisa tuweze kumaliza kwamba je, atafanikisha Romeo ni kweli atafanikisha lengo lake la kuweza kuishi pamoja na huyu bidada Hawa? Mwisho siku ndo hivyo tena, huyu mwanamke ataanza kubadilika, mwisho siku ataanza kuwa malaya, kwa sababu kama nilivyokujuza lengo kubwa la huyu kama akifanikisha huyu ambaye ni Romeo, manake ataenda kuwashtua washikaji wake bodaboda na wao pia waje wajipigie kirahisi tu. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho kinachokwenda kujiri kama ilivyotokea ile issue ya Violet. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Net, kwa leo nisema sina ziada, ulikuwa ni uchambuzi kwa kina, tukutane muda na saa mwingine. Sasa hapo kwa upande mzima wa Hawa amepatikana, manake hapo kwa upande mzima wa Lamio mkeka moja kwa moja umeweza kutiki. Sauti ya mwisho inayosikika hapo ni sauti pekee kabisa ikizungumza ikisema kwamba nitakupa, manake yale makubaliano ambayo kwa upande mzima wa Lamio pamoja na Hawa, Lamio alimwambia kwamba kama asipompatia kile kitu ambacho anakihitaji, basi moja kwa moja ataweza kuzivujisha video hizo. Kwa hivyo ndio kitu ambacho kimechoweza kutokea. Kwa hivyo kwa sasa tayari hatimaye mambo ni shwari, kila kitu kiko poa kabisa. Kinachofuata tu ni sasa waweze kupanga location, wapi waweze kukutana, kisha waweze kupeana. Kifupi ni kwamba kama una mke wako ambaye amekuwa unampenda sana na kuna vitu vingi huwa vinatokea sometime na nini, kwa hivyo kwenye maisha haya kuna siri nzito sana, na hii ndio dunia, hii ndio maana ya dunia. Basi kwa muda huu ni kualike moja kwa moja ni kuambie tu kwamba karibu, na hii ni Bongo Movie Network. Kicha msingi tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni Ishara ya Upendo. Basi kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii ambayo ni moja kati ya tamthilia bora kabisa na pendwa kabisa kwa sasa, bonyeza neno subscribe, alafu kisha ni kualike tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo tutakufahamisha vitu vingi sana, hususan ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri katika hatua inayofuata. Sasa moja kwa moja, kwanza kabisa tukianza mwanzoni kabisa, ambapo tuliweza kuona kwa upande mzima wa Joa baada ya kushindikana pale zamani, basi Joa aliamua kwenda sasa kwa Mdimuzu. Aliona sasa hapa maji yamenifika shingoni, ikabidi aweze kumwelezea uhalisia kwamba anampenda. Alimwambia ukweli wote, lakini Mdimuzu ndio hivyo tena kaamua sasa amwambie
ndio hivyo tena. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ni kwamba huyu Joha huyu ndio alikuwa na mapenzi ya kweli. Ukiangalia tangu mwanzo alikuwa na huruma na yeye na nini. Kwa hivyo moja kwa moja huyu Joha ndio mwenye mapenzi ya kweli, lakini yule mwingine dada yake najua yule hana mapenzi yoyote, anachokitafuta tu ni vijana. Kumbuka ameshavuka level hizo hadi za kuwa na baba wakubwa. Kumbuka anaishi na baba mkubwa sana ambaye ni baba yake na huyu ambaye ni Violet. Kwa hivyo moja kwa moja ni kwambie tu kwamba huyu ambaye ni huyu ambaye tunamzungumzia, huyu ambaye ni Mudi Muzung, kiukweli hapo kazi anayo, hatoboi. Bora hata mkubali Joha kwa sababu Joha ni mtu mwenye mapenzi ya kweli. Lakini kama kule alikoenda kiufupi hakuna lolote, yani kule mambo sio mazuri kabisa. Mambo ni moto kwa kweli. Basi endelea kuenjoy na kufurahia kama nilivyokujuza. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kwa upande Mudi Muzung moja kwa moja ameamua mwambie huyu Joha kwamba ana malengo makubwa na dada yake, kitu ambacho sio kabisa. Yani pale ni sawa kajichanganya, yani kwenye hao malengo sasa ndio balaa zito kabisa. Kuna malengo yote yale. Kwa hivyo hapo kwa asilimia kubwa ni kwamba kajichanganya na hakuna lolote lile ambalo atakalolipata, bali tu atajikuta akiingia kwenye majanga na matatizo ambayo kiufupi atakuja kujutia sana. Hao ndio ukweli uliopo. Kikubwa tuendelea kuwa na mimi, nitakufahamisha vitu vingi sana. Sasa wakati hao yakijili ni kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yamejili, lakini pia kubwa zaidi ambalo linaendelea kujili ni pamoja na swala zima la Violet pamoja na huyu ambaye ni Jordan. Violet pamoja na Jordan kwa sasa wamekuwa ni watu ambao wako tofauti kabisa kwa sasa. Kumbuka kila mtu ana malengo yake, lakini kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Jordan, yeye lengo lake kubwa aweze kumpata Violet. Lakini Violet yupo amefocus kwenye taarifa sahihi ambazo anapewa. Anahisi kile ambacho anachoambiwa ni cha ukweli, kwamba Eza Manyanya amefariki kweli, kitu ambacho sio kabisa. Kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa kuna mkanganyiko mkubwa sana ambao upo, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Manyanya. Kwa sasa hivi ni ukweli ni kwamba maisha yake sasa hivi hayaelewi kabisa kulingana na mazingira ambayo kwa jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Kumbuka ni kwamba kwa sasa Manyanya